Wakubwa, leo niko Bagamoyo kwenye German Boma, jengo maarufu sana ambalo limejengwa mwaka 1884, na jengo hilo ni maarufu kwa sababu linaonekana kwenye noti ya shilingi 1000. Maajabu yake ni kwamba mwanakitaa, ili jengo lina sefu ambayo hiyo sefu ni ya maajabu, ina uzito wa takriban tani 2500 na haliwezi kutingishika na wala haliwezi kubebeka hata mje na watu zaidi ya 100. Moja ya kitu ambacho kimenishangaza pia, linaonekana la kawaida lakini hili jengo lina vyumba zaidi ya 39, lina vyumba 40 na juu kabisa lina uwanja wa basket mwanakitaa, ambavyo hivyo viwanja viko viwili. Kimoja walikuwa wanacheza wanawake na kingine walikuwa wanacheza wanaume. Sasa mwanakitaa, kwa sababu tuko na mwenyeji, ngoje tusikie hili jengo lina maajabu gani na kwa nini lilijengwa, kwa sababu anadai kwamba pia hili jengo lilikuwa ni ikulu ya Ujerumani na Waarabu kipindi hicho cha ukoloni. Sisi tunauza simu, wewe unauza nini? Sasa mimi nauza vitabu vya historia hapa vya mji. Kwa hiyo hapa ni historia nini? Hii ni historia ya jengo la Bagamoyo. Kwa unaweza kunipatia hiyo historia? Naweza kukupatia kwa historia fupi kuhusiana na ile jengo. Basi bwana, safari yetu ya kuzunguka kwenye hilo jumba lenye vyumba 40 ambalo linapatikana kwenye noti ya shilingi 1000 ikaanza, na moja ya kitu ambacho kilinishangaza ni kuta zake ni nene sana, kwani wanadai limejengwa kwa matumbawe ambayo yanapatikana baharini. Na moja ya kitu kingine ambacho kinashangaza ni hilo sanduku au sefu ambalo lina tani 2500, haliwezi kutingishika hata mje watu 100. Na kitu ambacho kinashangaza pia, wanadai hakuna anayejua humo ndani kuna kitu gani, kwa sababu toka Wajerumani waondoke hakuna aliyewahi kulifungua, kwani waliondoka na funguo zake. Hili lina uzito wa tani 2500. Kuna aibu ya kujaribu kufungua, na namna Mtanzania wote anayefahamu kilichomo ndani. Lakini pia anadai kwamba hiyo ndio ilikuwa ikulu ya wakoloni, na hapo tulipo tupo juu kabisa kwenye viwanja vya basket, na humo pembeni walikuwa wanakaa walinzi ili kuangalia usalama wa ikulu wa watu wanaotokea baharini na sehemu zingine. Ni nyumba, ni state house ambayo kwa kuishi, yani kama ikulu ya Wajerumani. Ndio Wajerumani kwa kuishi hapa tangu mwaka 1884. Juu kule ilikuwa kwa ajili ya usalama na ulinzi wa askari kwa kukaa katika hizo tofali na mikato kwa ajili ya kuangalia upande wa baharini kutokea kwa meli na upande wa hivi. Baada ya kumaliza kulizunguka hilo jengo mwanakitaa, tukawa tunaondoka. Sasa swali ni je, ni kweli hilo jengo ndio linaloonekana kwenye shilingi 1000? Na je, ni kweli hiyo ilikuwa ni ikulu ya wakoloni? Watu wa historia jamani, tusaidieni.